Mahakama Kuu ya Tanzania Kanda ya Dar es Salaam leo imeendelea kusikiliza shauri lililofunguliwa na Said Issa Mohamed na mwenzake dhidi ya Chadema. Katika shauri hilo, Said Issa na wenzake wanaiomba mahakama kutoa amri zitakazowazuia katibu mkuu wa Chadema pamoja na viongozi walio chini yake wazuiwe kufanya majukumu yao, huku pia wakitaka kuwepo kwa zuio dhidi ya matumizi na usimamizi wa baadhi ya mali za chama ikiwemo magari na vifaa vingine. Baada ya kusikiliza hoja za pande husika, mahakama imeahirisha shauri hilo na kupanga kuendelea na usikilizwaji wake tarehe 6 Julai 2026 saa 6 mchana. Jackson News tumezungumza na wakili wa Chadema na haya ndio aliweza kuyazungumza. Leo tarehe 23 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 katika Mahakama Kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Dar es Salaam kulikuwa na shauri mbele ya Jaji Mbagwa kesi ya Said Issa Mohamed na Ahmed Rashid dhidi ya bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Haya yalikuwa ni maombi madogo ambayo yanahusika na lengo la Said Issa Mohamed na mwenzake kupata amri za zuio kwa wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na vile vile kwa katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Wanarudia yale ambayo walikuwa wameomba mwaka jana, kwanza kuzuia matumizi ya mali za chama, ofisi, magari, vifaa vyote vya chama, na pili kumzuia katibu mkuu na wote ambao wanafanya kazi chini yake kujihusisha na shughuli za siasa. Sasa tarehe ya leo ilikuwa imepangwa na mahakama kwa ajili ya kutajwa kwa shauri hili. Sasa ajabu yake ni kwamba tumeingia mahakamani, mawakili wa upande wa waleta maombi walikuwepo na sisi tulikuwepo upande wa wajibu maombi, lakini wenzetu wakataka kuchomekea kwamba hati hatujaleta kiapo pinzani, na ambacho kwa hiyo kwa maana hiyo kwamba basi wasikilizwe na wapewe amri za zuio zote mbili, kuzuia matumizi ya mali na vile vile kuzuia katibu mkuu na wote ambao wako chini yake kujihusisha na shughuli za kisiasa. Hii kidogo ilituchefua sisi mawakili wa upande wa wajibu maombi, na kwa kweli tulibidi tumweleze jaji kwamba leo ilikuwa ni siku ya kutajwa wala sio siku ya kusikilizwa. Kesi hii inasikilizwa kwa pande zote mbili wala sio kwa upande mmoja, na jaji hakutaka tuendelee mbali sana. Akasema amri ya mahakama au wito wa mahakama uko wazi kabisa kwamba leo ilikuwa ni siku ya kutajwa kwa kesi hii, na kwa maana hiyo hayo mengine yote tusiyazungumze, bali ya kwamba upande wa wenzetu walikuwa wamefanya mawasilisho marefu, lakini nimesema kutokana na hivyo wametuchefua na tunategemea kuchukua hatua stahiki dhidi ya mawakili wote hawa. Yale yote ambayo waliyafanya mwaka jana kusababisha Chadema kufungiwa kwa siku 309, nadhani inabidi walipie dhambi hizi, wapeleka kwenye mahakama, kwenye kamati ya mawakili. Hatuwezi tukaruhusu mawakili kushiriki katika matendo maovu na tukawaacha tu hivi hivi na wakaendelea kana kwamba hawajajifunza chochote kile. Tuliwapa nafasi ya kuweza kujifunza, lekea hawajajifunza. Sasa wakati umefika, kama nilivyosema siku ile nyingine, mwana kulitafuta mwana kulipata. Sasa hatuwezi tukaruhusu watu kufikiria kwamba unaweza ukaenda ukachezea tu haki za Watanzania, mamilioni ya Watanzania ambao ni wafuasi na wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambacho ni chama kikuu cha siasa katika nchi hii. Hakuna chama kingine chochote kile katika nchi hii ambacho ni kikuu kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Alafu wewe unafikiri kwamba tunaweza kuja mahakamani ukapata tu amri hizo yenyeji na ukazipata na ukazitumia vibaya kwa kukiuka haki za katiba za wananchi wa nchi hii. Kwa hiyo tutachukua hatua stahiki dhidi ya hao. Said Issa anajiandaa, nikiwapatia tu scoop, maombi yetu hasara alisababishia Chadema ni zaidi ya shilingi bilioni 100. Kwa hiyo na hawa mawakili wameshiriki katika kusababisha hiyo hasara, tutawasaidia kuweza kuilipa kwa namna inayostahili. Sasa kesi, jaji baada ya hapo vile vile amesema kwamba kesi hii itakuja, ametupatia nafasi sisi upande wa wajibu maombi siku za kuweza nafasi ya kuweza kuwasilisha kiapo chetu pinzani ambacho tutafanya tarehe 2 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, na kesi hii itasikilizwa kama hali ni shwari kabisa tarehe saa 6 mchana siku ya tarehe 6 mwezi wa 7
mwaka 2026. Kwa hiyo na kingine ambacho ningependa tu kuambia, nadhani mtakuwa mmeona kwenye mitandao, wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo walishapeleka notice ya rufaa katika mahakama ya rufaa dhidi ya uamuzi ule wa Jaji Ngunyare, sehemu ya uamuzi wa Jaji Ngunyare ambao au kuifukuza kwa moja ile kesi ya Said Issa Waberi na mwenzake huyu Ahmed Rashid. Sasa tunapinga rufaa kwamba kesi wanasema kwamba kesi itakiwa ifukuzwe, sio kufutwa, na vile vile watakiwa watoe gharama. Kwa hiyo kuna rufaa hiyo ambayo tumeshapeleka notice ya rufaa, na tutaweza kuiarifu mahakama ni kitu gani ambacho tumefanya na kuangalia kama hii kweli kesi hii inaweza kuendelea wakati kuna rufaa nyingine katika mahakama ya rufani. Kwa hiyo ndio hayo ambayo tulionayo, na kingine ambacho tumekitaka ni kuhusiana wanachama wafahamu kwamba kesi hii ni ya wanachama wote, ni wafuasi wote wa Chadema, wana haki ya kuja mahakamani kuisikiliza, na wasikubali mtu yote anapokuja mahakamani akamwambia kesi imeahirishwa. Kama kesi imeahirishwa, mawakili wa Chadema ndio ambao wataweza kutoa taarifa kwa watu kama kesi imeahirishwa. Wana haki ya kuja na kushiriki katika kesi. Kuna njama chafu ambazo zinafanywa na tumeiarifu mahakama za kuzuia watu kuja mahakamani, wanaambiwa kwamba eti kesi imeahirishwa. Haipo. Wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, kama kesi imekuwa imeahirishwa, mtaambiwa na mawakili wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na si mtu mwingine yeyote yule. Asanteni sana. Kutoka Mahakama Kuu ya Tanzania, Masjala ndogo, Dar es Salaam, Joseph John, Jax News, Dar es Salaam.